Ya Simba anaenda kumuona kwa mara ya kwanza, anakwenda kukaa juu ya kilele cha msimamo wa ligi, kwa maana ya kwamba akifanikiwa kuweza kushinda atakuwa juu kwa alama moja, kwa sababu anazidiwa alama mbili na Yanga, na leo akiweza kufanikiwa kumfunga Coastal Union na muona akienda kukaa kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita bila kukaa kileleni, ataenda kukaa kwa alama moja juu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu namuona Simba akiwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda kulingana na muendelezo alioonyesha siku za hivi karibuni, lakini pia ukiangalia viwango vyake vya ufanisi, amecheza mechi 23. Katika mechi 23 amekusanya alama 52. Viwango vya ufanisi ni 75%. Kwa hiyo ina maana kwamba ana viwango vya ufanisi vya hali ya juu. Ukimuona kwamba yuko nafasi ya pili, anachungulia kwenda nafasi ya kwanza, akifanikiwa kushinda anakuwa anakaa pale juu kileleni. Wakati huo anampa deni mpinzani wake ambaye Young African mwenye michezo 23, mwenye alama 54, mwenye viwango vya ufanisi 78.26. Huyu akiweza kufanikiwa kumtangulia, ina maana kwamba atatanguliwa kwa alama moja. Young African atapata deni, lazima ashinde ili aweze kukaa mbele kwa alama mbili kama kawaida yake. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi kimpira tunachokisema, it's better to have point on hand than to have point on play. Yani kwa watu wa mpira wanapenda sana kuwa na point mkononi kuliko point ambayo unategemea paka uende kucheza uzipate. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwa Simba atatumia hiyo formula kwamba lazima nipate point kwanza, alafu Yanga ashinde ili aje juu. Lakini ukisema kwamba mimi hata nikishinda Yanga akishinda atakuwa juu, maana yake utakosa formula za kimpira. Kwa hiyo lazima Simba ashinde akae juu ili Yanga ampe deni sasa, naye ashinde arudi katika nafasi yake ya juu. Kwa hiyo unaona upinzani utakuwa wa hali ya juu. Kwa hiyo ninaiona Simba ikiwa kama timu namba moja kuelekea katika mchezo huo, na wakati huo pia mind you kwamba Simba wanahitaji waweze kukaa juu ya kilele ili kuweza kujipa uhakika kuchukua kombe. Wakati huo pia wana mechi tena na huyu katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho FA. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba Simba anapata faida kwamba anakwenda kulimechi na mtu ambaye ana uhakika kwamba huyu nitakutana naye katika hatua inayofuata. Kwa hiyo hii ni kama friend game, lakini hii kama mechi ya kimaamuzi. Kwa makosa atakayoyafanya katika mchezo, either apate ushindi au akose ushindi, yatakwenda kumsaidia pia kusahihisha katika mchezo unaofuata wa FA. Kwa hiyo kwa upande wa Simba namuona ni mtu ambaye amenufaika zaidi. Amepata time ya kucheza naye mara mbili, mpinzani ambaye anakwenda kumalizana naye katika mchezo wa FA. Kwa mimi naiona Simba ikiwa timu namba moja, wakati huo Coastal Union akienda kujibu kile ambacho atakuwa anaulizwa na Simba Sports Club. Na uimara wa Simba umekuwa mkubwa zaidi katika backline yake. Na mimi backline ya Simba naiona kwa wajicho la tofauti. Ukiniambia mabeki wa Simba wazuri ni nani, nitakutajia beki wa kwanza ni Kratos Chota Chama, beki wa pili ni Elim Panzu, beki wa tatu ni Anset Ura, beki wa nne ni Libase Gwae. Umeelewa vizuri? Hawa ndo mabeki wakubwa wa timu ya Simba Sports Club. Kwa nini nawaita mabeki? Kwa sababu hawa wanapoweka line yao pale juu wanakupa tahadhari wewe kuweza kufanya pressing upande wao, kwa sababu wao kwanza wanakuzuia wewe usije katika eneo lao, na kama ukifanikiwa kupita eneo lao, wao wakiwa wamefanya transition na kuweza kufanya backup ya mashambulizi, ni rahisi zaidi kukudhuru, kwa sababu wanaye Libase Gwae, wanaye Limpanzo, wanaye Anisetula, wanaye Chama, ambao hao wote wana uwezo kukaa na mali mguuni, wana uwezo kufanya maamuzi ya haraka zaidi. Kwa hiyo katika eneo hilo Simba naona wakiwa wako very solid, wakiwa wako na utimamu wa hali ya juu. Lakini pia utarejea confidence aliyokuwa nao Kibabage Nixon, amekuwa akiwa na overlapping vizuri, akiwa na defense vizuri, lakini pia fighting spirit yake imekuwa ya hali ya juu. Yani anatumia nguvu yake to the maximum. Namuona akiwa anazidi kuimarika, namuona mtu ambaye anaanza kufanya maamuzi ambayo mwanzoni alikuwa hayafanyi kwa usahihi sana anapofika katika eneo la mwisho. Rejea pasi ya goli aliyoitoa goli la kwanza dhidi ya TRA, anampasia Kratos Chota Chama, alikuwa amepiga kwa utulivu mkubwa sana, kwa sababu Aniset Ula kamgusia, yeye kaingia kwenye boxi, touch ya kwanza, touch ya pili anapiga V-pass inakwenda kwa Chama, Chama anafunga. Hii inamuongezea confidence ya hali ya juu. Rejea tena mchezo wa pili wa TRA dhidi ya Simba. Huyu alisababisha penalty kwenye eneo la boxi la TRA. Huyu Nixon Kibabage. Kwa hiyo Nixon Kibabage amekuwa na michoro ya kutisha sana kwa sasa hivi
upande wa Simba Sports Club. Lakini pia unamuona Duchu, umeona Duchu naye amekuwa na ubora mkubwa sana, umeelewa vizuri, na hata ukiangalia pasi ya goli ambayo alitoa dhidi ya TRA na amepata confidence, na uongozi wameanza kumzungumzia vizuri kwamba wanaweza kumpa mkataba. Kwa hiyo nao hii pia inaonyesha morali na nguvu kubwa ndani ya Simba Sports Club. Katika hayo yote utakwenda utazungumza, lakini utarudi kwa Steve Barker ambaye ni kocha ambaye ana stand as the father katika timu. Yani Steve Barker ukimwangalia akikaa ndani ya Simba Sports Club, yani pale ni kama baba, wengine wanamuita babu. Yale maisha na Sidi Nabi yale akiwa Yanga, Nkane anamuita babu. Umeelewa vizuri, Kibwana Shomali anamuita Nabi babu, ndio kinachokuja kutokea kwa Simba Sports Club. Kwamba Nixon Kibabage ana uwezo wa kumuita babu Steve Barker, umeelewa vizuri hapo. Watu kama Morris Abraham wanamuita babu, umeelewa vizuri, na huyo dogo ambaye aliingia akafunga goli wa Simba huyo, naye pia anamuita babu, umeelewa vizuri. Wakina Chama, wakina Aniseti Ura, wakina Elim Panzu, wakimwangalia wanasema you are my father, umeelewa vizuri. Kwa hiyo ukiangalia kitu kama hicho kinakuwa kinajenga kitu kikubwa sana ndani ya klabu ya Simba, ambao kwa sasa hivi ukiangalia ndani ya Yanga hiyo kitu kinakosekana, kwamba kuwa na kocha ambaye anasimama kama baba. Ukimwangalia Mwalini, ukimwangalia na Pacome Piedo, ukimwangalia na Shedo Kisaka Boka, ukimwangalia Mwalini unamuona kama mshikaji, unamuona kama blaza, kama msela wetu. Na vile vile kwa hiyo hii pia nao inakuwa kuna kitu fulani kinakuwa kinapungua katika timu. Kwa upande wa Simba wamefanikiwa katika eneo hilo. Na Simba sasa hivi ukiangalia inacheza kwa maelekezo, inacheza kwa matokeo ya kwenye uwanja wa mazoezi. Uioni ikiwa inacheza katika individual brilliant. Inacheza ni kabisa, unaona kuna combination ya timu. Kitu kinaonekana kabisa, pasi zinazopigwa, maelekezo, na Steve Barker akisimama unaona kitu ambacho kinafanyika. Kwa yote katika yote mimi naona kwamba wako vizuri kabisa. Lakini mtu mwingine wa kuchungwa zaidi ndani ya Simba kwa sasa hivi, kuna mtu anaitwa Christopher Bergerman. Huyu kocha msaidizi wa Simba. Huyu jamaa msoma ramani mzuri sana. Mara nyingi anakuwa na LCD chake, ana laptop chake fulani hivi anaangaliaga kabla ya mechi, baada ya mechi, wakati mechi inaendelea. Huyo ndo amekuwa noma kweli. Yaani huyo ndo wa kumwangalia zaidi, kwa sababu pasi na hivyo Simba watasumbua sana msimu huu na msimu unaokuja. Sawa, pia tutazame mchezo wa kesho ambao Young Africans wanaenda kukutana na Singida Black Stars pale KMC. Yanga ni kama imeshikiliwa na mtu mmoja katika mashindano yote mawili, Azam FC, kwamba kama Azam FC atafanya ukofi, Yanga anaweza kukosa kombe la CRDB, lakini pia na kombe la NBC. Pengine kwa kuona itazamaji Young Africans sasa hivi namna ilivyo, na unaizungumzaje kwa mchezo wa kesho? Of course kwa upande wa Young African, kwangu mimi kimpira nikisema unaizungumzaje Yanga, mimi naizungumzia timu ambayo imekuwa bora sana katika miaka hii mitano. Ni timu ambayo inafanya vizuri, ni timu ambayo ipo katika muendelezo bora sana. Ukiangalia kwenye michuano ya NBC Premier League amepoteza mechi moja peke yake katika michezo 23, amekusanya alama 54, viwango vya ufanisi 78.26, ana viwango bora kabisa. Ukiangalia anayemfuatia ni Simba Sports Club, amecheza michezo 23 kama Young African, amekusanya alama 52, viwango vya ufanisi ni 75.3. Umeona vizuri hapo. Kwa hiyo ukiangalia anayemfuatia tena ni nani? Anayemfuatia tena ni Azam, ana alama 46, michezo 23. Umeona viwango vya ufanisi ni 66.666. Umeelewa vizuri? Anayemfuatia chini yake nani? Ana alama 38, viwango vya ufanisi ni 55.55. Kwa hiyo unakuja kuona ukiviangalia viwango hivi vya ufanisi kwa kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 4, unamwona Young African yupo katika bawa ambazo ni kubwa zaidi. Ana magoli ya kufunga mengi zaidi, ana namba za wachezaji wengi ambao wamehusika kwenye magoli. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unamwona kwamba Yanga ni timu ambayo inatakiwa iweze kupewa heshima yake, afu mwingine afuate. Ukimwangalia Singida Black Star, mchezo huu anautazama kwa udi na uvumba aweze kupata ushindi ili aweze kujihakikishia nafasi ya 4, kwa sababu anaona kuna hatari chini, watu wanamvuta. Kuna JKT Tanzania, kuna TRA, hao wote wanaweza wakafanya jambo lolote la tofauti, Singida akatoka kwenye top 4. Lakini pia wakumbuke Singida wanacheza na bingwa mtetezi ambaye anahitaji kuandika rekodi ambayo Simba katika miaka 15 hii hajawahi kuiandika, ya kuchukua ukombe mara 5 mfululizo. Ila ameandika rekodi ya kuchukua mara 4 mfululizo ambayo Yanga ameifikia rekodi hiyo. Kwa lazima aweke utofauti wa rekodi kwa kuchukua mara 5 mfululizo. Kwa sioni
nafasi kubwa ya Singida kuweza kuharibu shughuli ya Young African. Lakini pia naiona Young African ikihitaji kutengeneza hiyo record ya kuweza kupata alama 3 kwa Singida, kujihakikishia nafasi ya kutoa ubingwa huu ambao itakuwa kwa jasho na damu. Na ukiangalia Young African, kitu ambacho kiniuliza Yanga wanakosea wapi? Yanga wanakosea wapi? Ukiniuliza tu swali hilo, mimi nitakwambia tu jibu la msingi kwamba Yanga wanakosea kwenye kuingia kwenye pressure ya mwenendo wa ligi unavyoenda. Ukiangalia hata katika mpira wanaocheza wao wanapata nafasi nyingi zaidi, lakini pressure na papara zinazowakumba wao, hicho ndio kinachowapoteza. Wewe hata mechi waliopoteza dhidi ya Dodoma Jiji, walikuwa na kila nafasi ya wao kuweza kufanya vizuri kabisa, lakini kilichokuja kutokea ni nini? Papara, kutokuwa na utulivu. Mwisho wa siku wanajikuta mpira unaisha, wamepoteza. Kwa mimi nafikiri wakiwa na utulivu, Yanga warudi kwenye slogan yao, kwenye play style yao kwamba tunacheza tutakufunga wakati wowote. Umeelewa vizuri? Tunacheza kwa nafasi, tutakufunga wakati wowote. Lakini wakiwa na pressure tu ya kuharakisha kwamba lazima tupate goli, lazima huyu afunge, lazima Max ashinde, lazima, hiyo inaweza ikawapa pressure zaidi. Lakini pia kitu kingine namkumbusha Maxim pia Nzengeli. Maxim Nzengeli mchezaji mwenye kiwango bora sana. Mchezaji ambaye amecheza mechi nyingi kuliko mchezaji yoyote kwenye ligi yetu ya Tanzania. Kufunga Max Nzengeli sio jukumu lake la kwanza. Aache kujipa pressure hiyo. Yaani kufunga sio jukumu lake la kwanza. Na hakuna hata mtu ambaye atamuuliza kwa nini hujafunga? Kwa nini siku hizi ufungi? Hakuna. Ila akiwa anatoa pasi atapata sifa kubwa zaidi kuliko hata akiwa anafunga. Kwa hiyo aondoe pressure yeye kuhakikisha kuwa anafunga. Na hata kama ana ujumbe wake anataka utoe, anataka kumueleza Yesu ni Bwana, atoe pasi, akashangilie na mfungaji aonyeshe Yesu ni Bwana. Yaani asifosi kufunga, mwisho wa siku anakuja anaikosti timu. Kila mmoja akakaa kwenye nafasi hiyo kwamba mimi naweza nikapata goli kwa ajili ya timu, naweza nikapata goli kwa ajili yangu mimi. Hiyo inawezekana ikaleta manufaa zaidi, lakini kuforce kufunga wakati wewe unaweza kumpa mtu mwingine akapata nafasi akafunga, hiyo nafikiri itakuwa ni jambo bora sana kwa upande wa Young African. Lakini yote katika yote nakwenda kuiona Yanga ikiwa na mchezo ambao ina nafasi ya kwanza kuweza kupata matokeo dhidi ya Singida kuliko Singida dhidi ya Yanga. Fact ni hizo. Yanga yuko nyumbani, Yanga yupo kwenye pressure kubwa ya kutetea ubingwa wake, lakini pia ukiangalia Yanga viwango vyake vya ufanisi viko juu zaidi kuliko Singida Black Star. Viko juu zaidi kuliko Simba, viko juu zaidi kuliko Azam, viko juu zaidi kuliko JKT Tanzania, kuliko TRA na wote wanaoshiriki ligi kuu. Kwa hiyo mimi naiona kabisa kwamba Young Africa wana nafasi kubwa. Hayo mengine atakuja tofauti ni matokeo ya mpira, kwamba mpira una matokeo ya kustaajabisha. Maajabu ya mpira ndio atakuja kuamua labda kuona kwamba Yanga kapoteza, lakini ukiangalia kimakaratasi, ukiangalia kimfumo, ukiangalia tactics, ukiangalia kimwenendo, unaiona kabisa Yanga ina nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri kuliko Singida mbele ya Young Africa. Yes. Shukrani sana. Shukrani jazila.